Leo Mei 4 ya kila mwaka dunia inaadhimisha, na lengo kuu ni kutoa elimu, ikiwa ni siku ya wazima moto ama firefighters kwa lugha ya kigeni. Pamoja na kutoa elimu mbalimbali, lakini ni siku ambayo inatumika kuwakumbuka wale wazima moto ambao walipoteza maisha wakiwa katika kutetea uhai na mali za watu wengine. Hapa nchini kuna maadhimisho ambayo yameanza tangu Mei 2, na maadhimisho hayo ni kwa ajili ya kutoa elimu hasa kwa Watanzania. Kipekee hapa studio kulizungumza hilo kwa undani wake, tumetembelewa na mrakibu msaidizi Jacob Chacha, ambaye huyu ni kaimu kamanda wa zimamoto na uokoaji mkoa wa Kinondoni. Karibu sana kamanda. Asante sana Barkis. Lakini pia tunaye mrakibu msaidizi Teresia Tengia, ambaye huyu ni kaimu mkuu wa kituo cha kiwanja cha ndege Julius Nyerere. Karibu sana mrakibu. Asante. Mrakibu. Asante. Hivi mrakibu maana yake nini? Mrakibu ni cheo ambacho ni kwa lugha nyingine tunasema ni Assistant Superintendent. Okay. For Fire and Rescue Force, kwa maana mrakibu msaidizi wa jeshi la zimamoto na uokoaji. Hiyo ndio mrakibu. Yeah, so far. Hongereni sana bana. Leo ni siku kubwa sana. Unajua it takes mtu kujitoa maisha yake kwa ajili ya watu wengine. Unajua majanga ya moto kama hivi au majanga mengine yanayotokea, na watu kama nyie mnaofanya kazi ya kuhakikisha kwamba mnaokoa watu wengine ni jambo kubwa sana. Lakini mnajisikia fahari kiasi gani, yani kuwa mnafanya kazi kama hii? Kazi ya jeshi la zimamoto na uokoaji ina ufahari ndani yake, kwa sababu unafanya kazi ya kibinadamu ya kuokoa maisha ya watu na mali zao, lakini pia unafanya kazi ya kimungu unapokwenda kufanya shughuli za maokozi na kuwahudumia wananchi katika kipindi cha majanga. Upande wa kiroho tunasema kwamba unafanya shughuli ya kimungu, lakini upande sasa wa kibinadamu ni shughuli ambayo inagusa maisha ya wananchi moja kwa moja. Kwa kimsingi ni kazi ya kujivunia, na ni kazi yetu sisi sote ambao tunapaswa kujivunia kwa pamoja, kwa maana kama nchi, wananchi kujivunia kuwa na jeshi la zimamoto na uokoaji, kwa sababu ni jeshi ambayo rafiki lipo kwa ajili ya kuhudumia muda wote. Sisi Wakatoliki tunasema ni utume. Yes. Kabisa. Utume. Ni utume, ndio. Na pale mzima moto anavyofanikiwa kuokoa maisha ya mtu, yani kwa kweli kwetu ni kama sherehe, yani tunajivunia sana. Kwa hiyo ni kazi ya kitume kama ulivyosema, ni kazi ya kitume, na tunamshukuru Mungu kwa sisi kuwa katika nafasi hiyo ya kuweza kuihudumia jamii na kuweza kuokoa maisha ya Mtanzania. Hata hivyo pia ulitamani kufanya kazi hiyo Tengia? Nilitamani, kwa sababu mimi kwenye upande wa fani yangu niliyosoma nimesoma masuala ya majanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakitamani kuanzia awali, na katika kozi yangu, degree yangu ya kwanza nimesoma masuala ya disaster. Kwa hiyo ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda. Hata hivyo unajua licha ya kazi kubwa mnayoifanya, kuna wakati naona kama huwa mnapokea sana lawama kutoka kwenye jamii. Yaani kwamba kwa mfano watu wa zimamoto wanachelewa kufika kwenye matukio. Ukipiga simu wakati mwingine hawapokei, wakati mwingine wanafika kwenye matukio hawana vitu vya kusaidia kuzima moto, kwa hiyo wanakuwa tu wamekuja, lakini bado matatizo yanaendelea kuwepo. Malalamiko kama hayo ama lawama kama hizo zinakuwa zinaelekezwa sana kwenu. Huwa mnazipokeaje mnapopata lawama kama hizo, Teresia? Ni kweli kuna malalamiko ya aina hiyo, lakini sisi tunaendelea kuelimisha jamii kwamba pale panapotokea dharura yoyote wapige kwa kutumia namba yetu ya dharura 114. Kuna wakati mwingine malalamiko kama hayo yanasababishwa na kutoa taarifa kwa kuchelewa. Kuna wakati wananchi wanapopata majanga mbalimbali wanaanza kukimbilia kuanza kufanya wao, badala ya wakati wanafanya wapige simu 114 ili jeshi la zimamoto na uokoaji lije na vifaa kwenda kuwasaidia, lakini wao wanajikuta ni ile kama kuchanganyikiwa, wanaanza kupambana nalo wao wenyewe. Sasa hiyo inafika wakati mpaka simu wanavyokuwa wanapiga simu tayari wameshachelewa, janga limeshafika kwenye hatua stage ambayo ni hatari zaidi.
Kwa hiyo ni tunaomba tuendelee kutoa rai kwa wananchi wetu, endapo kuna janga lolote lile kwenye maeneo ambayo yanawazunguka, watumie namba yetu ya dharura 114 kupiga simu kutoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, ili wakati huo wanaendelea kukabiliana nayo, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji liweze kufika kwa wakati na kuweza kurespondi tukio hilo. Yeah. Lakini yes, kwa kuongezea hapo sisi of course baadhi ya hizo changamoto za watu kulalamika tunazipokea sisi positively tu, kwa maana ya kuona gap liko wapi baina ya sisi na wananchi na kuanza kutengeneza utaratibu mzuri wa kuelimisha. Kwa hiyo sasa kinachotokea ni kwamba wananchi baadhi yao wamekuwa wakiwa hawana uelewa ama elimu kuhusiana na namna tunavyotenda kazi, na nimewahi kushuhudia katika baadhi ya matukio, unakwenda kwenye matukio alafu mtu nakuta analalamika, anasema tumechelewa kufika, umekuja hamna maji 1 2 3, lakini ukimuuliza umetoa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji pindi tukio limetokea? Nilikuwa natafuta hampatikani. Lakini ukichukua simu yake ama ukimuuliza unafahamu namba ya dharura ya Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, anakuwa hafahamu. Kwa basi hapo tunaanza kutoa elimu sasa. Inapotokea changamoto ya moto, first of all, toa taarifa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupitia namba ya dharura namba 114. Hiyo ndio njia pekee kwa sasa ambayo inatumika kwa sisi kupata taarifa ya tukio. Kipi bora sasa, kuanza zile hatua za mwanzo za kuokoa na kuzima, au cha kwanza ni kuanza kupigia simu? Usiudharau moto katika hatua yoyote ile, ukiwa ni mdogo au uko katika stage yoyote ile, sababu moto una hatua zake za ukuaji. Kwa sisi tunataka tupate taarifa katika stage ya mwanzo kabisa. Lakini wakati wote unaweza kaendelea kuzima. Sasa ukishatoa taarifa, kwa sababu kitendo cha kutoa taarifa hakizidi hata dakika moja, ni sekunde tu kadhaa, unapiga simu 114 unatoa taarifa, afu then sasa kama ule moto upo katika mazingira yako ya wewe kuendelea kuudhibiti, unaendelea sasa kupambana, wakati tayari unasubiri Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kuja kufanyaje, kukutoa msaada zaidi. Lakini usipambane na ule moto, unapokushinda ndio unaanza kutafuta Jeshi la Zimamoto na Uokoaji ilipo. Sisi tunapofika tunakuta moto umesha develop na umefika katika hatua ya ukuaji, katika tunaita full developed stage. Kwa hiyo kinachofanyika sasa ni kucontain ule moto usilete madhara katika maeneo mengine, kwa sababu tayari taarifa zinakuwa zimechelewa. Lakini kuna elimu ambazo mnazitoa kwa ajili ya kuanza kudhibiti moto kwa hatua za awali pale ambapo tukio hilo linakuwa limetolewa. Nini ambacho huwa kinatokea? Wananchi wanakuwa wanaudhibiti moto kwa namna ya utofauti kiasi moto unakuwa unaendelea, au inakuwa elimu hiyo hawaifanyii kazi vizuri? Zipo katika aina mbili. Cha kwanza, kuna uwezekano baadhi ya wananchi wanaweza kudhibiti moto, lakini ule moto kaendelea kusababisha ukaendelea kuongezeka. Sababu moto ni sayansi, na jinsi ili uweze kuwasha moto ni sayansi, na ili uweze kuzima moto kuna application ya sayansi, kwa sababu tunavyosema moto ili uweze kuwaka unahitaji vitu vitatu, kwa maana oxygen, fuel pamoja na heat, kwa maana chakula cha moto, hewa ya oksijeni pamoja na joto. Sasa ili uweze kuuzima moto lazima uondoe element moja wapo. Hizo utafanya starvation kwa maana kuondoa chakula cha moto, ama utafanya cooling kwa maana kupunguza joto, ama utafanya smothering kwa kufunika ule moto. Sasa unaweza kufanya smothering kwa njia tofauti za mablanketi, ukafunika ule moto ukakosa hewa ya oksijeni. Kwa sasa unaweza uka-apply baadhi ya vitu alafu ukajikuta moto unazidi kuendelea kuongezeka. For instance, moto wa mafuta ukatumia maji kwenda kuzima, tayari ule moto unazidi kuongezeka. Kama hiyo itoshi, Balkis, wakati ukiwa unapika nyumbani kwako, umechemsha mafuta ya kula, ukachukua maji ukaweka kwenye fan yako, unaona kuna reaction inatokea. Kwa sasa tuna wajibu wa kuendelea kuelimisha kwanza wananchi kujua njia sahihi ya uzimaji wa moto ili kutoleta madhara makubwa zaidi, na ndio maana tunasema hapa kuna application ya science. Lakini mbali na hapo, tunaendelea kusisitiza wananchi kuwa na vifaa sahihi kulingana na nature ya matumizi ya jengo ama nature ya matumizi ya hiyo sehemu, ili kile kifaa kinapotokea changamoto ya moto kimsaidie kuzima moto kwa urahisi.
Ndio maana tuna vifaa vya aina mbalimbali vya aina vingine tunaita portable fire extinguisher ambazo zipo katika type ya dry powder, zingine zina kulingana na extinguishing agent, zingine CO2 na kuendelea. Kwa sasa kulingana na matumizi na nature ya jengo, kaguzi zetu tunazozifanya sisi, tunakuja kukushauri ni vifaa gani vya msingi vya wewe kuweza kutumia viwepo katika eneo lako na tunakuelekeza namna gani ya kuvitumia changamoto ya moto inapotokea. Kwa sasa ukimiss na ukikosa hii knowledge, ukikosa hii elimu, dakika mwisho utatumia vitu ambavyo vitasababisha moto kuongezeka zaidi badala ya kupunguza ule moto. Kwa hiyo tuna wajibu kote kote, kwa sababu ni wajibu wa wananchi kuhakikisha kwanza wanachukua kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto. Kwa program zetu na utaratibu wetu sisi sasa hivi tumejikita zaidi kwenye prevention, kwa maana kwamba kuhakikisha asilimia zaidi ya 75 ya wananchi wamechukua kinga na tahadhari dhidi ya majanga ya moto ili waweze kupambana na matukio haya katika hatua za mwanzo au kuzuia ama kueliminate ama kupunguza ile changamoto ya moto. Asilimia 25 tu ndio tumeenda kwenye response, kwamba inapotokea changamoto ya moto basi tunakwenda kurespondi kuweza kuwataki moto na usilete madhara zaidi. Bila shaka kuanzia huko kwenye kinga mnatoa elimu hata za ujenzi wa nyumba kwa ajili ya kujikinga na moto. Sasa mwenzetu Jafari Mponda yuko pale Mnazi Mmoja ambapo hii leo kutafanyika kilele cha maadhimisho ya siku hii ya wazima moto ambayo wameanza kuyafanyia maadhimisho hayo kuanzia Mei Pili. Wako pale Mnazi Mmoja. Jafari, kutokea hapo nini ambacho kinaendelea kwa hivi sasa? Naam, asante Balkis. Ni katika viwanja vya Mnazi Mmoja hapa Dar es Salaam kunako kilele cha maadhimisho ya siku asubuhi katika kuyaendeleza maadhimisho haya yangali yakiendelea. Jukwaa kuu ambalo mgeni rasmi atakuwepo hapo pamoja na wageni mbalimbali watakaokuwepo katika siku hii ya leo liko tayari kwa ajili ya kuhudumiwa vyema kabisa. Maimu Simbu, yeye ni mkaguzi msaidizi, ndiye atakayetupitisha katika maeneo ambayo yapo hapa katika maonesho haya katika siku hii ya zimamoto duniani. Na Maimu, habari za wakati huu? Njema kabisa. Ndio. Niambie tu mpaka sasa kuna mabanda mengi hapa, lakini kuna vifaa vingi vya zimamoto pia. Tupitishe katika baadhi ya vifaa ambavyo vipo hapa katika siku hii. Karibuni sana. Ningeomba niwapitishe kwanza katika gari ambalo litakuwa linadili na bidhaa zenye milipuko ambayo tunasema ni hazardous material. Ndio. Karibuni sana. Asante sana. Ni gari la namna gani hili? Hili ni gari ambalo linazima bidhaa hatarishi, bidhaa ambazo muda wowote zinaweza kalipuka, labda niwapeleke kwa mtaalamu aweze kuwaelekeza vizuri. Sawa sawa. Tupo kwa mtaalamu hapa na tueleze gari hili ni la namna gani, japo kwa uchache tu. Kamanda, ndio kwa uchache tuambie jina lako na gari hili ni gari la namna gani? Asante sana mtangazaji. Kwa majina mimi ni mkaguzi msaidizi Paul Pumisi Mwenda, ni msimamizi au naweza nikasema mwongozaji katika kikosi changu cha hazardous material, nikiwa na maana bidhaa hatarishi kwa maisha ya binadamu, viumbe hai pamoja na mazingira. Naam, ni bidhaa zipi hizo hatarishi ambazo gari hili ni maalum kwa ajili ya kuzima? Bidhaa hatarishi ziko katika madaraja 9. Kuna explosive material, kuna compressed gas, kuna flammable liquids, kuna flammable gas, vile vile kuna toxic, vile vile kuna radioactive material. Ni vipi sasa bidhaa hizo zinazimwa pale zitakapolipuka kutumia gari hili? Pale bidhaa zinapokuwa zinapata matatizo, kama ni vitu vya sumu, ndo kama ile kosuti, nikiwa na maana kwamba ndani atakuwa amevaa
kifaa cha kupumulia, kitaalamu inaitwa breathing apparatus. Hiyo ni kwa ajili ya kumfanya mzima moto asivute hewa za sumu, lakini vile vile kuna kuaga na ili kuepusha contact, mgusano ambayo inaweza mtu akazuriwa, kwa sababu kuna njia 4 ya kuzirika: kwa njia ya hewa, na kuchomwa na kitu chenye ncha kali. Kwa hiyo lazima avae hivi vifaa ili aweze kufanya kazi. Okay, gari hili linaonyesha kwamba ni taaluma mpya hii. Hii taaluma ipo tokea zamani, lakini magari kweli sasa hivi ndo tumekuja kuyapata sasa hivi. Kwa hiyo yako full equipped, yani ana vifaa vyote kuweza kuhudhuria katika majanga ya aina hiyo hapo. Asante sana. Asante sana. Nikupeleke katika mabanda mengine ambayo yapo hapa, yapo kwa uchache tu. Tukiwa tunatazama mabanda haya, kamanda, hili ni banda la namna gani? Hili ni banda la Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Lina sehemu kama 5 muhimu ambazo zinafanywa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Kwanza kabisa tuanze hapa ni kitengo cha huduma ya watoto. Labda nikupe mtaalamu pia wa watoto aweze kuelezea ni vitu gani ambavyo watoto wanapata hapa. Sawa. Karibuni. Jina langu naitwa mkaguzi msaidizi Lugendo Omari Rashidi. Niko kwenye kitengo cha elimu ya umma kutoka Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Ilala. Mbele yako mwandishi, unaona ni kitengo cha elimu ya moto kwa watoto. Sisi kama jeshi tumejikita kutoa elimu ya zimamoto kuanzia chini kabisa kwenye shule ya awali. Ukiona hivi ni vifaa ambavyo tunafundishia kwenye shule ambazo ni shule za awali, shule za msingi, sekondari pamoja na vyuo. Baadhi ni vifaa tu ambavyo unaweza ukaviona na ni jinsi gani ambavyo tunatumia kutoa hiyo elimu. Kwa muktadha wa siku hii ya leo sasa, watoto wakija hapa sina shaka watapata elimu. Sawa kabisa. Unawaambia nini? Mimi niwakaribishe kwenye siku yetu ya kilele chetu cha siku ya zimamoto duniani. Wakija hapa si watoto tu, lakini pia hata wananchi mbalimbali wa kada mbalimbali, wote wanakaribishwa kwenye banda letu ili kupata elimu mbadala kabisa ya kinga na tahadhari za majanga ya moto. Karibuni sana. Asante sana. Kuna mengi ya kuhadithia leo, kuna mengi ya kusimulia leo, kuna mengi ya kujionea leo, kuna mengi ya kujifunza katika mabanda mbalimbali katika kilele hiki cha maadhimisho ya siku ya zimamoto duniani. Kama unavyoona kuna boti hili, sina shaka lina maelezo yake maalum. Utakapokuja hapa utaambiwa hii ni boti ya namna gani na huduma zipi ama uokozi upi ambao huwa unafanyika kwa watu waliopata shida kule baharini ama majini kwa ujumla, kama kwenye maziwa, kwenye mito. Basi yote yanapatikana hapa katika kilele cha maadhimisho ya siku ya zimamoto duniani. Balkis, Jafari, natamani ungevaa hiyo hiyo life jacket hivi, maana hizo sijui huwa zinakuwa na size maalum au mtu yoyote tu anaweza kavaa ikamtosha. Hilo ndio nilikuwa nalitegemea. Hamna size yangu hapa bwana. Eti afande, kuna size yangu kwenye life jacket hizi? Zipo bwana. Zipo, siwezi kufa majini. Sawa. Asante sana Jafari kutokea hapo. Hakika nasi bila shaka tutatembea katika eneo hilo kwa ajili ya kwenda kujifunza zaidi. Lakini tukirejea hapa studio, tumeona mambo ambayo yanaendelea pale Mnazi Mmoja. Na hii leo tukiwa tunazungumza hapa siku ya zimamoto. Kwa nini siku hii? Kwa nini tunaiadhimisha? Tunaadhimisha siku ya zimamoto duniani ambapo ni siku hii tarehe 4 mwezi Mei. Duniani kote wanaadhimisha siku hii kwa ajili ya kuwaenzi na kuwakumbuka wazimamoto wote ambao walipata madhila ama walitangulia mbele za haki kutokana na kufariki ama kupata madhila ya kuungua na moto wakati wakitekeleza majukumu yao ya kila siku. Lakini kama hiyo haitoshi, tunaadhimisha na kuenzi siku hii ya tarehe 4 kuweza kutambua mchango wa wazimamoto ambao wameendelea kutekeleza majukumu yao kwa ujasiri, kwa kutumia kwa kila hali na mali kuhakikisha kwamba wananchi wanakuwa kwa salama. Lakini kipekee kabisa historia yake ya maadhimisho haya yalianza mwaka 1999, ndio yalianzishwa rasmi duniani kote,
na hii ilikuwa ni mara baada ya tarehe 2 Disemba mwaka 1998 kulitokea moto wa misitu, moto mkubwa sana katika nchi ya Australia, katika jamii ya Linton kule Victoria, ambapo ule moto wa misitu uliotokea maeneo yale katika jamii ya Linton ulisababisha kufariki kwa wazimamoto 5, na wale wazimamoto walikuwa wametoka kwenye kituo cha zimamoto kinaitwa Ligong West Fire Brigade, ambao walikwenda kuongeza nguvu. Walipofika wakaanza kupambana na ule moto. Unfortunately upepo ukabadili mwelekeo na unajua moto wa misitu, upepo ukibadili mwelekeo unakuwa ni hatari sana. Kwa ukaenda ukawaengafu ukawakumba wale wazima moto na hatimaye wakapoteza maisha. Kwa hiyo baada ya kupoteza maisha ikaibuka na ikaamsha hisia katika jamii mbalimbali za kimataifa kwamba kuna haja sasa ya kuwa na siku kwa ajili ya kuwaenzi wazimamoto, lakini pia na kutambua mchango wa wazimamoto ambao wanajitolea kwa hali na mali na kuhatarisha maisha yao katika kwa ajili ya kuokoa wengine. Kwa hiyo ni historia fupi ambao imesababisha kuwa na siku hii ya zimamoto duniani, ambapo kuna firefighters mmoja anaitwa JJ Edmondson ndiye alikuwa mstari wa mbele sana kuhakikisha kwamba siku hii ya muhimu inakuwepo na jamii za kimataifa ikaichukua kwa ajili ya kuadhimisha kote duniani. Kwa sisi kama Tanzania tukiwa ni kama sio kisiwa, ni kama sehemu ya jamii za kimataifa, na katika mkoa wetu wa Dar es Salaam tumeona na sisi tuazimishe kwa ajili ya kutambua mchango wa zimamoto katika mkoa wetu wa Dar es Salaam katika kamandi zetu zote 3 kwa maana Temeke, Ilala na Kinondoni. Na mnatamani pia support gani kutoka kwenye public? Yaani wananchi, ni support gani mnaitamani kutoka kwao katika shughuli zenu? Okay, kwanza tunatamani kwanza tuone wananchi wote wa mkoa wa Dar es Salaam wanakuja viwanja vya Mnazi Mmoja, kwa sababu siku hii tumepanga tutafanya mambo mengi ambayo haya mambo tunatamani tuyafikishe kwa wananchi wa Dar es Salaam, wa mkoa wa Dar es Salaam. Siku hii wananchi wa Dar es Salaam tulikubaliana leo ni mtoko. Yaani leo ni mtoko wa kuja viwanja vya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kushirikiana na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kupata yale ambayo Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limeandaa kwa ajili yao. Tutakuwa tuna mambo mengi mazuri ambayo yameandaliwa katika viwanja vya Mnazi Mmoja. Mambo hayo, kwanza tutaenda kutoa elimu kwa umma juu ya majanga na jinsi ya kukabiliana na majanga. Tutakuwa tuna timu ambayo itafanya kaguzi za magari. Kwa hiyo tunatamani mwana Dar es Salaam aje pale na gari lake liweze kukaguliwa, aweze kupata elimu, na kama hana kifaa cha kuzima moto cha awali, portable fire extinguisher kwenye gari lake, atapata pale pale. Tuna madila wetu ni wadau ambao wamesajiliwa na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, wanafanya shughuli za uuzaji wa vifaa vya zimamoto, wako pale. Kwa hiyo wakikaguliwa watapata huduma pale. Pia tutakuwa tuna maonyesho mbalimbali ambayo yatakuwa yanaonyeshwa kwa kutumia mitambo mbalimbali. Hayo kwao itakuwa ni elimu pamoja na burudani fulani. Kwa hiyo wananchi wa mkoa wa Dar es Salaam tunawakaribisha sana. Kuna mambo mengi tumewaandalia, Jeshi la Zimamoto na Uokoaji limewaandalia. Tunaomba msikose. Leo ndo maazimisho yetu ambayo ni tarehe 4 mwezi wa 5. Tunategemea tuwaone pale mama ntilie, tuwape elimu ya kinga na tahadhari ya moto kwenye maeneo ambayo mnatumia kupika chakula. Pale tuna mazoezi ambayo tutaandaa mazuri ambayo yatawaburudisha na kuwapa elimu kwamba wewe kama mama uko pale unapika, ni tahadhari gani uchukue, na kama tukio lolote la moto likitokea, kwa sababu chakula unapika ni moto unatumia pale, kama ikitokea kuna tukio lolote limetokea, utumie mbinu gani kujiokoa wewe na familia yako. Mama ntilie tunawahitaji sana leo pale. Wanafunzi wa vyuo tunawahitaji kwa sababu nyie ni mabalozi wetu kutangaza shughuli Jeshi la Zimamoto na Uokoaji linalofanya kwa jamii. Tunawahitaji tuwaone pale. Wafanyabiashara tunahitaji tuwaone pale. Pale tuna vifaa vikubwa vya kuzima moto, tuna mitambo maalum ya kuzima moto kwenye majengo marefu. Wafanyabiashara tunataka muangalie serikali yetu imeandaa mambo gani mazuri kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji. Na leo ni mfanya biashara mzuri sana. Kuja kupata elimu. Sasa hii zimamoto, yaani hawa wa zimamoto wanaotakiwa kuja
ama wanaozungumziwa sio wazima moto wale wa kufanya kazi dakika za mwisho yani. Kuna watu wanajiita wazima moto. Yani. Good luck na hii sisi tunajivunia sana. Mtu akikwambia unafanya kazi kama zima moto, cha kwanza amejivunie. Kwa sababu jeshi la zimamoto na uokoaji linafanya kazi kwa uharaka. Kwa hiyo hata wewe ukifanya kazi kwa uharaka na ukawa punctual katika kutekeleza majukumu yako, wewe pale umefanya kazi ya zimamoto. Ila sio yule ambaye anasoma dakika za mwisho kabisa kabla kuingia chumba cha mtihani. Hata yule ng'ombe hanepi siku ya mnada, lakini ataongeza Shukrani sana. Tunawapongeza sana. Hii ni siku yenu na tunawatakia kila la heri kwenye majukumu yenu na we are proud of you. Kweli malalamiko yapo, lakini hata natamani jamii hata mara moja wawe wana celebrate watu kama hawa. Unajua wanafanya kazi kubwa ya kujitoa kwa ajili ya maisha ya watu wengine. Hongereni sana na tunawatakia kila la heri. Asante sana, na sisi tunasema tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho. Shukrani sana. Kwa pamoja tunasema tuchukue tahadhari leo, tuokoe maisha na mali kesho.